Ndugu yangu jambo. Jambo. Muda mrefu media yetu ya Clouche TV ilikuwa nakutafuta, lakini leo tunashukuru Mungu tunapata tena nafasi ya kukuona. Sijui unaweza ambia watu nini? Sema tu kazi ni mingi, ndio maana tuko napata muda wa kuonekana, lakini tupo. Asante sana. Tunajua kama wewe ni muigizaji, na katika kazi yako uigizaji hatujui ulianzia wapi? Mimi kuigiza nilianzia Kalemi. Kalemi ndio kwa nilianzia kuigiza. Okay, lakini kuna watu wasema walikuona uko nafanya kazi ya sanaa Tanzania. Sijui kama wanaongea uongo ama ni kweli? Ni kweli, kwa sababu kipindi nilianza sanaa Kalemi ilitakiwa nikajitafute, kwa sababu maisha ya sanaa inabidi pia kujitafuta. Na mkujitafuta kwangu nikajikuta nikavuka paka Tanzania, nikajiunga na batu ya Tanzania, tukaanza kufanya nabo kazi na paka sasa hivi najikuta niko huko. Yaani unataka kutuambia Tanzania ndio inakutosha kwa sasa? Hapana, yenyewe inanitoa ni nguvu yangu. Na support ya mashabiki wangu. Ni nguvu yako, lakini kwa nini hukujitafuta pa Kongo nenda paka Tanzania na kama ni nguvu yako? Kwa sababu msanii anabadilisha mazingira kama anaona mazingira mwa haimkubali. Ndio niliamua kwanza nivuke huko. Na unaweza tuambia mabadiliko gani ambayo uliona Tanzania na hapa Kongo? Kuna mabadiliko makubwa, lakini naweza kusema tu tunatofautiana kiwango kia kukamata sanaa. Tunatofautiana kabisa. Kwa sababu nilikuja kugundua kuwa kuna watu wengine ambao wanakamata sanaa kama vile inavyopaswa kuikamata. Ndio hivyo. Ukisema kuna mabadiliko, maana kuna wasanii huku West wanapenda sana kwenda Tanzania, wanasema na wakienda Tanzania wako wanatoka. Kuna wasanii wengine zawataka kama vile Mwenebyake eko kule, tunaona Jackson, tunaona Nyagumani, wote banaishia kule Tanzania na wanasema kule ndio kwa maendeleo na wasababisha leo wanatoka. Ndio, ni bien kusema vile. Paske kitu kenye banapaswa kujua kia kwanza, kitu kenye banapaswa kujua, juu mtu utoke fasi uende fasi nyingine, il faut kwanza utafute connection. Utafute mtu mwenye anaweza kukupatia kope ya kutoka huku uende mpaka kule kwenye unahitajika kufika. Lakini ukisema utembelee mwakili yako, utaenda kujikuta unageuka maibobo. Okay. Kuna swali lingine ya pili. Tunaona wasanii hapa Este wanajua sana kuongea tonality ya Tanzania katika kazi ya filamu, lakini wewe ulienda Tanzania na hapo kwa Kongo, lakini kunaongea tonality ya Kongo. Ili inatokana na nini? Unaweza washauria nini? Kuko msemo wa moya yenyewe nilisikia kule kwa Tanzania, bali semaka kuwa mkataa kwao ni mtumwa. Sasa meme si niko naenda fasi, siwezi ukatala kwetu. Na hii Kiswahili yenyewe niko naongea ndio Kiswahili yenyewe nilizalika nikaikuta. Na siwezi kuibadilisha hata nifike wapi. Ni lazima tu tadumu na hii Kiswahili yangu. Kwa nini? Sababu waigizaji wenzako hapa Este wanazoea kushanje tonalite, wanaongea kule eti anasema ndio kutoka. Na wewe unasema huwezi shanje tonalite yako. Ni kwa sababu aba benye kuiga probleme yabo ushasema kwanza beko naiga Kiswahili, yani banapenda kuiga kila kitu. Lakini mtu mwenye kufanya kitu kenye kutoka ndani yake peke anakuaka nafanya kutokana na jinsi yeko na jinsi kinamkuia na kutokana na nafasi yenye yeko. Ndo ile, yani ule mwenye kuongea Kiswahili kia kuiga ulishasema anaiga. Yani kifupi yeye ni muigaji, sio msanii, ni muigaji. Okay, tuachane na ile. Unaweza tuambia sasa katika hapa Fizi, yani kiangalia Fizi tunaona Misisi, tunaona Baraka, tunaona Lulimba kote Fizi na Kalemi, wapi kwenye kwa mabadiliko ya sanaa? Yani maendeleo ni inavuma zaidi sana. Kote kuko sanaa, lakini sema tu Kalemi na support. Kalemi kuna support sana. Ina support yare ya kwabo. Na mpaka saa hii nikiangalia ma province ba Swahili, si Kalemi sio ya pili, inaweza kuwa ya tatu. Unaweza niambia ni support gani? Maana sijaona msanii pale Kalemi anapokezwa pesa. Unaweza niambia kwa support gani? Hata kama pesa yaanza kuingia mkalemi, lakini bashabiki beko napokea kitu kwa shauku. Cha kwanza, sinema ya Kalemi iko inauziwa ndio. Ile ni hatua kubwa sana. Lakini kengine, hata kama batu waanza kupata bia grave mu sinema, ma connection ya mule mkalemi kuna fungulika kupitia art. Ndio ile Kalemi uko support kuzidia kwengine kote kwa nishatembea.
Sasa wewe unaweza kusaidia watu nini, wao ambao unatoka Kalemie unafika hapa Fizi? Idea gani ambao unaweza pasha benza kwa baigizaji hapo sababu nabo bapate mafanikio? Yani kitu tu kenye tabambia ni ba jue kile kenye beko napenda kufanya. En plus de cela, bakamate sana sa vile kazi, bafanye kazi sa vile kazi ingine. Juu kifanya kazi sa vile kazi ingine, utakuwa na jifunza ni jinsi gani unaweza kutosha amo benefisi mukazi yako. Juu mwa dunia kuna kazi yenye ilipaki, kila kazi inalipa. Sasa ukikamata sana unaitia sa vile burudani, na yote kubeba vile vile mburudani. Hakuna kenye utafaidika zaidi ya kupata tu burudani. Asante sana wana wasikilizaji, huyu tulikuwa naye hapa ni mwigizaji ambaye anafanya kazi hapa kwetu Kongo. Basi tulikuwa tunamoji mambo 2 matatu, na anakuambia katika kazi yetu ya usanii inabidi ujitume sana na usikue mtu wa kuiga vitu fulani vyenye vishokuwa na domain yako. Basi tunasema asante, usisalike kusubscribe na kushare na utia commentaire yako, na maana sana. Uko mbele yako anaitwa Nicolas Kubiako. Asante sana.